Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na tunaelekea huko Ulaya ambapo NATO imezindua mazoezi ya nyuklia ya kila mwaka, huku Rais wa Urusi Vladimir Putin akiyaonya mataifa hayo ya NATO. NATO imezindua mazoezi ya kijeshi ya nyuklia ya kila mwaka yanayohusisha takribani ndege 70 ambapo yanaendelea. NATO wakati huu ambayo imekuwa mara kadhaa ikipambana dhidi ya utawala wa Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambaye taifa lake linamiliki silaha nyingi za kinyuklia, sasa wameanza mazoezi yao ya kila mwaka ya nyuklia huko Uholanzi kuanzia siku ya leo ya Jumatatu. Katibu mkuu wa kambi hiyo Mark Rutte anasema mazoezi haya ni muhimu ili kutuma ishara ya wazi kwa adui yeyote anayetaka kupambana na NATO. Hii kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo ni ishara mbele ya Warusi ambao wanasema wana silaha nyingi za nyuklia kuliko taifa lolote ulimwenguni. Zoezi hilo la wiki mbili la mchana linakuja huku kukiwa na kile ambacho Moscow imekitaja kuwa ni hali ya chuki dhidi ya Urusi iliyokithiri miongoni mwa mataifa ya Ulaya Magharibi, ikishutumu NATO kwa kuliweka bara hilo kijeshi na kujiandaa kwa makabiliano ya moja kwa moja. Akitangaza mazoezi hayo siku ya Ijumaa, Mark Rutte, katibu mkuu wa NATO, amesema yanasaidia kuhakikisha kuwa kizuizi cha nyuklia cha NATO kinaendelea kuwa kifaa zaidi inavyowezekana. Siku ya leo ya Jumatatu ni mchana mgumu wa mwaka ambao unaandaliwa na Uholanzi, huku Vulcan Air Base ikitumika kama tovuti kuu ya uendeshaji wa mazoezi hayo. Vipengele vinavyosaidia vitawekwa katika vituo vya Ubelgiji, Uingereza na Denmark. Kwa mujibu wa NATO, zoezi hilo linahusisha takribani ndege 70 kutoka nchi 14 wanachama, zikiwemo ndege za kawaida na zenye uwezo wa pande mbili. Takribani wanajeshi 2000 wanashiriki wakiungwa mkono na ufuatiliaji, uongozaji mafuta kutoka katika hewa na ndege za kuamrisha na kudhibiti. NATO imesisitiza kuwa hakuna silaha za nyuklia zitakazotumika wakati wa mazoezi hayo, lakini ndege zenye uwezo wa kubeba makombora ya nyuklia ndizo ambazo hutumika. Moscow bado haijatoa maoni yoyote juu ya mazoezi haya hadi sasa, licha ya kwamba Rais wa Urusi Bwana Putin alieleza siku za nyuma kwamba mazoezi ya kila mwaka yanayofanywa na NATO ya nyuklia ni tishio, lakini pia yanatoa ujumbe kwa Urusi juu ya suala hilo la nyuklia, ikizingatiwa kwamba Urusi ndio taifa pekee lenye silaha nyingi za nyuklia. Lakini pia ilishutumu mazoezi ya adhuhuri ya leo ikisema yanasababisha chuki na yanaleta kuongezeka kwa mvutano ambao tayari uko juu kutokana na mzozo wa Ukraine. Maafisa wa Urusi wameshutumu mataifa ya Ulaya Magharibi kwa kuungana katika kile ambacho msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov amekiita kikundi changanyiko dhidi ya Urusi. Ushakov alisema eneo hilo limekuwa likizungumza kwa sauti ya vita kali hasi sana dhidi ya Moscow, huku ikieneza uongo wa kijinga kuihusu Moscow. Mapema mwezi huu Rais Vladimir Putin alisema Ulaya Magharibi imekuwa ikizua wasiwasi kuhusu madai ya tishio la vita na Urusi, akiita wasiwasi kama huo upuuzi na kuwataka viongozi katika eneo hilo kuzingatia masuala ya Ulaya badala yake. Putin pia ametetea kurefushwa kwa udhibiti wa silaha za nyuklia, akitoa wito kwa Marekani kukubali kurefusha mkataba wa New START wa mwaka 2010 kwa mwaka mwingine na kujiepusha kuchukua hatua zinazoweza kuvunja usawa uliopo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Nikusihi uendelee kutufuatilia bila kusahau kulike, bila kusahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.